Naam, nakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika mafundisho yetu. Na leo tunaangalia sura ya 11 katika kitabu cha Mwanzo. Na huu ni msururu wa kuangalia au wa masomo ya Biblia ambao tumeanzia katika kitabu cha Mwanzo na tutaendelea mpaka tutakapofika kitabu cha Ufunuo. Na kwa hivyo sura hii ya 11 kichwa chake kinasema Mnara wa Babeli na mwito wa Abrahamu waandaliwa. Tuna masomo mawili makuu ambapo somo la kwanza tunalipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 4 na vile vile Mithali 16 mstari wa 18. Na katika Mwanzo 11 mstari wa 4 Biblia inasema, wakasema, haya na tujijengee mji na mnara ambao kilele chake kifike mbinguni, tukajifanyie jina, tusije tukatawanyika usoni pa nchi yote. Na Mithali inasema sura ya 16 mstari wa 18, kiburi hutangulia uharibifu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Tuna malengo matano ambayo tutayangalia, na malengo yenyewe ni kwamba baada ya masomo haya tutaweza kuelewa sababu ya kujengwa kwa mnara wa Babeli. Tutaweza kutambua hatari ya kiburi na kujitegemea bila Mungu. Tutaweza kuelewa chanzo cha lugha mbalimbali duniani. Tutaweza kuelewa jinsi Mungu anavyotawala mipango ya wanadamu, na pia tutaweza kuelewa jinsi sura hii inavyoandaa historia ya Abrahamu. Na kwa hivyo katika Mwanzo sura ya 10 tumeona jinsi mataifa yalivyotokana na wana wa Nuhu. Na sura hii ya 11 inatueleza kwa nini mataifa yalitawanyika. Vile vile inatueleza kwa nini kulikuwa na lugha nyingi na jinsi kiburi cha wanadamu kilivyomfanya amwasi Mungu. Sura hii pia inatuongoza kwenye historia ya Abraham, yaani baadaye akiitwa Abrahamu, ambaye Mungu atamtumia kuanzisha taifa la Israeli. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11 kifungu cha kwanza Biblia inasema dunia yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Na hali ya mwanzo baada ya gharika, wanadamu walizungumza lugha moja, walielewana vizuri na walikuwa na asili moja. Na hii iliashiria ushirikiano wao. Katika kifungu cha pili kinasema wakasafiri watu kutoka mashariki wakapata nchi tabarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Shinari ni wapi? Shinari ni eneo ambalo baadaye lilikuja kujulikana kama Babeli au Babylon. Na eneo hili liko karibu na sehemu ya leo ya Iraq. Kati ya kifungu cha 3 na 4 tunaona ujenzi wa mnara wa Babeli. Biblia inasema tujijengee mji na mnara tukajifanyie jina. Walikuwa na makosa gani watu hawa? Tatizo halikuwa kujenga mji au mnara, lakini tatizo lilikuwa kiburi. Wanake walitaka kujifanyia jina na walitaka umaarufu bila Mungu. Uasi dhidi ya Mungu, yaani Mungu alikuwa amesema katika Mwanzo sura ya 9 sura ya kwanza, zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia. Lakini wao walisema tusije tukatawanyika. Walikuwa wanakataa mpango wa Mungu. Na somo la kiroho hapa ni kwamba kiburi mfanya mwanadamu kujiona anajitoshelesha. Kiburi mfanya mtu kumsahau Mungu, na kiburi mfanya mwanadamu kutafuta utukufu wake mwenyewe. Katika waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 6 Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi bali huwapa neema wanyenyekevu. Kati ya kifungu cha 5 na 6 tunaona Mungu anaona walichokuwa wakifanya. Na kwa hivyo tunaona Biblia ikisema kwamba Bwana akashuka ili auone mji na mnara. Na maana yake ni kwamba Mungu huona mipango yote ya wanadamu, na vile vile hakuna jambo lililojificha kwake. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 139
mstari wa 2, Biblia inasema, wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Kati ya kifungu cha 7 na 9 tunaona kuchanganywa kwa lugha. Na Biblia inasema, haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao. Na kwa hivyo tunaona Mungu anafanya nini? Mungu aliwachanganyia lugha, wakaacha kuelewana, wakatawanyika duniani kote. Na maana ya neno hili Babeli ni machafuko au kuchanganyikiwa. Na somo muhimu hapa ni kwamba Mungu anaweza kusimamisha mipango yote inayopingana na mapenzi yake. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 33 mstari wa 10, Biblia inasema, Bwana huyapatilisha mashauri ya mataifa. Na kuna swali hapa, je, lugha tofauti ni laana? Si laana. Lugha nyingi ni sehemu ya utofauti wa wanadamu. Na tatizo lilikuwa kiburi na uasi, wala si lugha zenyewe. Na tofauti kati ya Babeli na Pentekoste ni kwamba katika Babeli lugha zilichanganywa na watu wakatawanyika. Katika siku ya Pentecost, Matendo, katika kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 4, tunaona lugha mbalimbali zilitumika kuhubiri Injili na watu waliletwa pamoja katika Kristo. Katika kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 4, Biblia inasema wakajazwa Roho Mtakatifu. Na lugha mbalimbali zilitumika kuhubiri Injili na vile vile watu waliletwa pamoja katika Kristo. Mungu alitumia Injili kuunganisha kile kilichotawanyika kwa sababu ya dhambi. Kati ya kifungu cha 10 na 26 tunaona ukoo wa Shemu. Kwa hivyo tunaona ukoo wa Shemu ukirudi tena katika sura hii ya 11. Na tunaona baada ya Babeli, Biblia inaanza kufuatilia ukoo mmoja maalum. Kutoka kwa Shemu tunapata Arfaksadi, Sela, Eberi, Pelegi, Reu, Serugi, Nahori na Tera. Na hatimaye tunamuona Abrahamu. Na swali hapa ni, kwa nini ukoo huu ni muhimu? Kwa sababu kupitia ukoo huu taifa la Israeli lilitokea, ahadi ya Mungu ilitimizwa na Yesu Kristo akaja duniani. Kati ya kifungu cha 27 na 32 tunaona familia ya Tera, Abramu, Nahori na Harani. Abramu ni nini? Abramu ndiye atakayejulikana baadaye kama Abrahamu. Na Mungu atamchagua kuwa baba wa taifa la Israeli, kuwa chombo cha baraka kwa mataifa yote. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2, Biblia inasema nitakufanya uwe taifa kubwa. Na Kristo katika Mwanzo 12 tunaona kwamba Babeli inaonyesha kushindwa kwa mwanadamu, kiburi cha mwanadamu. Lakini Abrahamu anaonyesha mpango wa Mungu wa wokovu, na kupitia Abrahamu alikuja Israeli, Daudi na hatimaye Yesu Kristo. Katika waraka wa Galatia sura ya 3 mstari wa 8 tunaona inasema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Na baraka hiyo ilitimizwa katika Yesu. Na mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kiburi ni hatari, na hiyo inamaanisha kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi. Na vile vile Mungu hutaka utii. Hiyo inamaanisha kwamba wanadamu walikataa kutawanyika kama Mungu alivyoagiza. Na vile vile tunaona Mungu anatawala historia. Hiyo inamaanisha kwamba hakuna mpango wa mwanadamu unaoweza kushida mapenzi yake. Hakuna mpango wa mwanadamu unaoweza kushida mapenzi yake. Na vile vile tunaona Mungu ana mpango wa wokovu. Hata baada ya Babeli, Mungu aliendelea kuandaa njia ya kuja kwa Mwokozi. Na vile vile tunaona unyenyekevu umvutia Mungu. Tunaona kwamba Abrahamu atakuwa mfano wa mtu anayemwamini Mungu kwa unyenyekevu. Na tuna maswali hapa, maswali ya mjadala au majadiliano ambayo tunaweza kujaribu kuyajibu katika wakati wetu wa ziada. Na swali la kwanza linasema, tatizo kuu la watu wa Babeli lilikuwa ni nini? Tatizo kuu la watu wa Babeli lilikuwa ni nini? Swali la pili,
kinaweza kuonekana vipi katika maisha ya Mkristo leo? Kiburi kinaweza kuonekana vipi katika maisha ya Mkristo leo? Swali la tatu, kwa nini Mungu alichanganya lugha zao? Kwa nini Mungu alichanganya lugha zao? Swali la nne, tunajifunza nini kuhusu utii kwa Mungu kutoka katika sura hii? Tunajifunza nini kuhusu utii wa Mungu kutoka katika sura hii? Na aya ya kukariri inatoka katika kitabu cha Methali sura ya 16 mstari wa 18, ambapo Biblia inasema kwamba kiburi hutangulia uharibifu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Na tunapoelekea kumaliza fundisho hili, tunaona ya kwamba sura ya 11 inatuonyesha kwamba mwanadamu akijaribu kujitukuza bila Mungu, matokeo yake ni machafuko na kushindwa. Vile vile tunaona kwamba lakini katikati ya kushindwa kwake, vile vile tunaona kwamba katikati ya kushindwa kwa Babeli, Mungu alianza kuandaa mpango wake wa wokovu kupitia Abrahamu. Hivyo sura hii inafungua sehemu ya kwanza ya historia ya mwanadamu na kufungua sehemu mpya ya historia ya watu wa Mungu. Kwa hivyo somo lijalo ambalo litatoka katika Mwanzo sura ya 12, tutajifunza kuhusu mwito wa Abrahamu, ahadi kuu za Mungu kwake, na mwanzo wa taifa ambalo Mungu angelitumia kubariki ulimwengu wote. Kwa hivyo hayo ndiyo tuliyokuwa nayo, na kwa hivyo tunaona katika sura hii ya 11 tunaona wanadamu wakiwa wamejaa kiburi, wakitaka kujitengenezea mji pamoja na mnara wa Babeli ili waweze kujifanyia jina. Na kwa hivyo hiyo ilikuwa ni kiburi, manake ilionyesha kwamba walitaka kuyafanya yale bila uwepo wa Mungu. Kama uwepo wa Mungu ungekuwa pale, hakungekuwa na shida, lakini walimuondoa Mungu pale na wakataka kutumia nguvu zao wenyewe ili kuweza kuandaa ule mji au kujenga ule mji na kujenga ile Babeli, kujenga ile Babeli. Kwa hayo nakutakia kila la heri, Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.